Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limetoa taarifa kuhusu kukubaliwa kwa masharti ya Iran na Marekani ili kumaliza vita. Taarifa hiyo imesema adui amepata kushindwa kwa kihistoria, kusikopingika na kwa kuumiza katika vita vyake vya kikatili, visivyo halali na vya kihalifu dhidi ya taifa la Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kutokana na damu safi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Imam Said al-Khamenei, pamoja na hatua za kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, ujasiri wa wapiganaji wa Iran na mshikamano wa wananchi tangu siku za kwanza za vita, Iran ilipata ushindi mkubwa na kuilazimisha Marekani kukubali mpango wake wa vipengele 10. Vipengele hivyo 10 ambavyo vimetolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ni: moja, ahadi rasmi ya Marekani kutofanya uchokozi dhidi ya Iran; 2, kuendelea kwa udhibiti wa Iran juu ya mpango wa Hormuz; 3, kutambuliwa kwa haki ya Iran ya kurutubisha uranium; 4, kuondolewa kikamilifu kwa vikwazo vya msingi vya Marekani; 5, kuondolewa kikamilifu kwa vikwazo vya pili vya Marekani; 6, kufutwa kwa maazimio yote ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran; 7, kufutwa kwa maazimio yote ya bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA dhidi ya Iran; 8, kulipwa fidia kwa Iran; 9, kuondolewa kwa majeshi ya Marekani katika eneo hilo; na 10, kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote. Baraza hilo limewapongeza wananchi wa Iran kwa ushindi huo na kusisitiza kuwa bado kuna haja ya uvumilivu na busara hadi maelezo yote ya ushindi huo yakamilike, pamoja na kudumishwa kwa umoja wa taifa. Taarifa hiyo pia ilisema Iran pamoja na wanamgambo wa shirika wake nchini Lebanon, Iraq, Yemen na Palestina wamempiga adui mapigo makali katika siku 40 zilizopita, hatua ambayo imedaiwa kuwa itakumbukwa katika historia ya dunia. Iran na kile ilichokiita mhimili wa upinzani vimedai kuwafundisha adui somo lisilosahaulika kwa kuvunja uwezo wa kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia na kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mwanzoni mwa vita maadui wa Iran walidhani wangeipata haraka na kuisalimisha kwa kuunda machafuko ya kisiasa na kijamii. Walidhani mashambulizi ya makombora na drone ya Irani yangedhoofika haraka, lakini walishangazwa na majibu ya Iran ndani na nje ya mipaka yake. Taarifa hiyo pia ilidai kuwa kile ilichokiita uzayuni wa kimataifa ulishawishi Marekani kuwa vita hivyo vingehitimisha Iran na kuruhusu kugawanywa kwa nchi hiyo, kuporwa kwa rasilimali zake na kuiacha katika hali ya machafuko ya muda mrefu. Hata hivyo, wapiganaji wa Iran na washirika wao, licha ya maumivu ya kupoteza viongozi wao, walitegemea imani yao na kuamua kuwafundisha maadui somo la kihistoria, kulipiza kisasi na kuunda mazingira ambayo yatadhoofisha kabisa mawazo ya kushambulia Iran tena. Kwa mkakati huo na kwa kutegemea umoja wa kisiasa na kijamii ulioundwa nchini humo, Iran na washirika wake walianza moja ya mapambano makubwa zaidi ya pamoja dhidi ya Marekani na Israel, wakidai kufikia malengo yote waliokuwa wamejiwekea katika vita hivyo. Iran na kile ilichokiita mhimili wa upinzani vimedai karibu kuharibu kabisa uwezo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, vikidai kutoa mapigo makubwa kwa miundombinu na vifaa ambavyo adui alijenga kwa miaka mingi kwa ajili ya vita hivyo. Taarifa hiyo pia ilidai kuwa vikosi vya Marekani vilipata hasara kubwa, huku miundombinu, vifaa na rasilimali ndani ya maeneo yanayodaiwa kukaliwa zikishambuliwa vikali na shinikizo kuwekwa katika pande zote za vita, kiasi kwamba adui alitambua takriban siku 10 baada ya kuanza kwa vita kuwa hawezi kushinda, na hivyo kuanza kutafuta mawasiliano na Iran ili kuomba usitishaji mapigano. Taarifa hiyo iliendelea kusema kuwa taifa la Iran linapaswa kufahamu kuwa kutokana na mapambano ya wananchi wake, adui amekuwa akiomba kusitishwa kwa mashambulizi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hata hivyo, viongozi wa Iran walikataa maombi hayo kwa kuwa walikuwa wameamua tangu mwanzo kuendelea na vita hadi malengo yao yatimie, ikiwa ni pamoja na kuondoa tishio la muda mrefu dhidi ya nchi hiyo. Iran pia ilidai kukataa mara kadhaa muda wa mwisho uliowekwa na rais wa Marekani, ikisisitiza kuwa haizingatii masharti yoyote ya muda kutoka kwa adui. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Iran ilisema kuwa karibu malengo yote ya vita yamefikiwa na kwamba wana wa taifa wameleta kile ilichokiita kushindwa kwa kihistoria kwa adui. Hata hivyo, Iran ilisisitiza kuwa vita vitaendelea kadri itakavyohitajika hadi mafanikio hayo yaimarishwe na usawa mpya wa kisiasa na kiusalama uundwe katika eneo hilo kulingana na nguvu na mamlaka ya Iran.
Taarifa hiyo ilieleza kuwa kwa kuzingatia ushauri wa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei na idhini ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, iliamuliwa kuanza mazungumzo mjini Islamabad ili kukamilisha maelezo ya ushindi huo ndani ya kipindi cha siku 15. Katika muktadha huo, Iran ilisema iliandaa mpango wa vipengele 10 uliowasilishwa kwa Marekani kupitia Pakistan. Mpango huo ulijumuisha udhibiti wa usafiri katika mlango Hormuz kwa uratibu wa majeshi ya Iran, kusitishwa kwa vita dhidi ya mhimili wa upinzani, kuondolewa kwa majeshi ya Marekani kutoka vituo vya kijeshi katika eneo hilo, kuanzishwa kwa utaratibu wa usafiri salama Hormuz unaohakikisha ushawishi wa Iran, kulipwa fidia kwa uharibifu uliosababishwa, kuondolewa kwa vikwazo vyote, kuachiwa kwa mali zilizoshikiliwa za Iran, pamoja na kupitishwa kwa maazimio ya lazima ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Taarifa hiyo ilidai kuwa waziri mkuu wa Pakistan aliijulisha Iran kuwa Marekani imekubali kanuni hizo kama msingi wa mazungumzo. Kwa mujibu wa uamuzi huo, Iran ilisema itafanya mazungumzo na Marekani mjini Islamabad kwa kipindi cha wiki 2, huku ikisisitiza kuwa hilo halimaanishi mwisho wa vita. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza Aprili 11, huku Iran ikisema itaingia katika majadiliano hayo bila kuuamini upande wa Marekani. Pia ilitoa wito wa kudumishwa kwa umoja wa kitaifa wakati wa mazungumzo hayo, ikisisitiza kuwa mazungumzo hayo ni mwendelezo wa mapambano. Baraza hilo lilihitimisha kwa kusema kuwa iwapo mazungumzo yatageuza kile ilichokiita kujisalimisha kwa adui kuwa ushindi wa kisiasa, wananchi watasherehekea pamoja. Vinginevyo, Iran ilisema itaendelea kupigana hadi madai yote ya taifa hilo yatakapofikiwa, ikionya kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu iwapo adui atafanya kosa lolote.